الرحيم بسم الله أستفتح به والحمد لله أستزيد به وصلوات ربي وسلامه على النبي الكريم محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين القائل في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Amma baad, Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, ndugu yangu Suleimani Ibn Mas'ud, waziri wa kilimo na uchumi wa bluu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa mlezi wetu wa roho Daktari Abubakar ibn Zuberi ibn Ali, mufti na shekhi mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa mustasharul wazir shuuni al-islamia fi al-mamlakati al-arabiyyati Saudia, Daktari Muhammad al-Arifi, Sheikhuna al-Fadil, Imamu Masjidi al-Haram al-Makkah al-Mukarrama, al-Sheikh البدر التركي، الأخ العزيز الأخ الوفي سفير المملكة العربية السعودية الشيخ يحيى العكيش، الأخ ملحق الدين في سفارة المملكة العربية السعودية، الأخ العزيز شيخ محافظة دار السلام شيخ وليدي بن شيخ الهادي عمر، الأخ العزيز نائب سماحة مفتي زنجبار الأخ شيخ محمود Wadu, watukufu wa Islam, mabibi na mabwana, niwaamkie kwa maamkizi mema ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قبل كل شيء يسرنا في هذا المقام أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله، على رعايتهما الكريمة ودعمهما المتواصل لهذه الجائزة، امتدادا لجهود المملكة العربية السعودية الرائدة في خدمة القرآن الكريم وأهله في أنحاء العالم. كما نشكر جميع من تعاون معنا في إنجاح هذه الجائزة، وخاصة أخونا العزيز يحيى عكاش والإخوة العاملون في وزارة الشؤون الإسلامية. نشكركم شكرا جزيلا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملكم هذا في موازين hasanatikum. Ndugu zanguni katika imani, sisi tulikuwa na ujumbe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili tunaloliona. Watu tumetoka mbali, si kwa jambo nyingine bali kwa jambo la Qur'ani. Hili ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna jambo la msingi tunatakiwa tutoke nalo. Haya mapenzi ya Qur'ani, kusikiliza na kuhudhuria katika misabaka, yanatakiwa tuyachukulie na uzito wake wa pili ambao ndio muhimu zaidi. Tunatakiwa tuishi maisha ya Qur'ani. Ukitembea unatembea kama Qur'ani inavyotaka. Ukifanya kazi unafanya kazi kama Qur'ani inavyotaka. Ukifanya biashara unafanya biashara kama Qur'ani inavyotaka. Hali tuliyokuwa nayo na mazingira ya dunia jinsi yalivyo, kitu pekee kitakachoweza kutuweka katika mstari uliokuwa mzuri ni kuifuata Qur'ani tukufu. Qur'ani ni dira,
Qur'ani ndiyo kila kitu. Wewe ukitaka dunia ishike Qur'ani, ukiitaka akhira ishike Qur'ani. Tusiishie kuja katika mashindano. Alhamdulillah, Tanzania tumekuwa ni viongozi wa kuhudhuria katika mashindano na tumekuwa mabingwa wa kuandaa mashindano. Katika Ramadhani tumeshuhudia mashindano mengi. Kuna mashindano makubwa kama haya yaliyofanywa na ndugu zetu wa Al-Hikma yakiongozwa na Sheikh Abdul Qadir, Mwenyezi Mungu amjaze kheri, lakini nia yake na malengo yake ni kuijenga jamii kushikamana na maadili yaliyokuwa mema. Tutakapoiacha Qur'ani hatuwezi kwenda vizuri. Nchi yetu, jamii yetu tunahitaji maadili mema, tunahitaji raia wema, tunahitaji raia watakaokuwa na uadilifu. Hivi vyote vinapatikana katika Qur'ani. Kwa hiyo kuja kwetu huku tujiweke katika mazingira hayo, tuwasomeshe watoto wetu Qur'ani, waipende, waifanyie kazi, ili tuweze kuwa waja wema mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni ujumbe tunawapa watukufu wa Islamu. Mafanikio yetu sisi ni Qur'ani, na lengo sio kufanya mashindano tu. Haya mashindano ni kitu kidogo leo kwa mwaka mara moja, lakini tukitoka hapa tunaingia katika maisha ya mwaka mzima. Namna gani tunatengeneza jamii bora, na namna gani tunawafanya watu wetu wawe waadilifu. Hii yote ni majukumu mema na mazuri kabisa. Pamoja na haya, namalizia kwa kutoa shukurani za dhati kwa wale wote ambao tunashirikiana nao. Kwanza nishukuru serikali yetu tukufu inayoongozwa na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu amjaze kheri, Mwenyezi Mungu amjaze kheri. Sisikii kusema amin. Mwenyezi Mungu amjaze kheri, Mwenyezi Mungu amfungulie, Mwenyezi Mungu ampe nguvu, Mwenyezi Mungu amnusuru na matatizo, Mwenyezi Mungu ampe ushindi na maadui zake, Mwenyezi Mungu ampe yale yote mema anayoyakusudia katika nchi yetu kwa baraka ya Qur'ani hii ambayo iliyosomwa. Yeye na wasaidizi wake wote, yeye na wasaidizi wake yote. Mwenyezi Mungu amjalie ndugu yetu Daktari Hussein Ali Hassan Mwinyi, amfanikishe katika kazi yake na ampe wasaidizi waliokuwa wema, amfanikishe katika kila jema ambalo analolikusudia. Mwenyezi Mungu aiongoze nchi yetu, aipe amani na utulivu, aipe maendeleo ambayo yanayoweza kukubalika na kupeleka mbele jamii yetu zaidi. Tunawashukuru hawa na tunawashukuru wale wote tulioshirikiana nao. Tumeshirikiana na wengi sana. Naona tunasimama hapa, kuna usalama mzuri upo. Ina maana ya kwamba hawa watu wametusaidia katika hili. Tunakushukuruni na Mwenyezi Mungu atawapa. Lakini tunawashukuru wale ambao wanaotuangalia kwa namna moja ya nyingine. Niwashukuru kampuni ya Said Salim Bakhresa, mzee wetu yule. Mwenyezi Mungu ampe kheri, ampe umri tawil, amuondolee mitihani na ampe moyo uliokuwa mzuri katika kuyaendeleza na ya kusimamia majambo kama haya. Hapa sisi tuko live leo na Azam. Haya ni mambo makubwa. Saa nyingine ingehitajika pesa nyingi, lakini mzee anatoa tu kwa baraka ya Qur'ani. Tunawashukuru ndugu zetu wa CRDB. Ndugu zetu hawa wameanzisha kitengo ambacho ni haswa kwa uchumi, kwa benki Albaraka isiyokuwa na mambo ya riba, na wametapakaa Tanzania nzima. Tunakushukuruni. Na Waislamu ambao wanahitaji kuweka pesa zao, tunawasihi waingie katika mabenki kama haya ambayo wataepuka riba na mambo yasiyofaa, ili wale kilichokuwa cha halali. Tunawashukuru Mwenyezi Mungu wale wanaotuona kwa wema, wengine hawataki kutajwa. Tunakushukuruni na Mwenyezi Mungu atakupeni kila la kheri. Mwisho kabisa, sisi tunasimama hapa, lakini haya yote si yetu, ni ya Daktari Abubakar ibn Zuberi ibn Ali.
Daktari Abubakar bin Zuberi bin Ali ndiyo miongozo yake hii. Hii yote ni mifumo yake yeye, anatutuma tunatekeleza. Mwenyezi Mungu atuwekee mzee wetu, ampe afya nzuri, ampe afya ya kukubalika. Leo mnawaona wamekuja hapa, ni jambo la kihistoria. Imamu wa Maka anaswalisha Maka toka ianzishwe Tanzania, leo hii kamleta Daktari Abubakar bin Zuberi bin Ali. Si jambo dogo, ni jambo kubwa sana, na hii yote ni fadhila alompa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuwekee huyu mzee, amzidishie baraka na mafanikio, ampe kila lilokuwa la kheri insha Allah. Baada ya kusema haya, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni salamu za Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania zilizotolewa na mwenyekiti wake Sheikh Uthmani Ali Kaporo.